Alama ya mnyama, onyo lenye hatari zaidi katika historia ya binadamu, na imetolewa na Mungu mwenyewe. Mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Wakristo wengi wanachanganyikiwa juu ya ni nini alama hii ya kustaajabisha. Maarifa haya ni muhimu kwa sababu yeyote atakayepokea alama hiyo ataharibiwa milele. Tutaenda moja kwa moja kwenye Biblia kufunua kwa 100% uhakika alama ya mnyama na jinsi tunavyoweza kuiepuka. Kabla hatujaifunua alama ya mnyama, kwanza tutarejea utambulisho wa mnyama mwenyewe na pia alama au muhuri wa Mungu kwa watu wake kwa siku za mwisho, ambao alama ya mnyama ni kinyume chake moja kwa moja. Kwanza, tuache tuende kwenye mahakama ya mbinguni ambapo mgogoro huu kati ya mema na mabaya ulianza. Lucifer aliumbwa kamili na kutambuliwa kama kiumbe bora zaidi na mwenye hekima zaidi kati ya viumbe vyote vilivyoumbwa. Kwa kweli alishikilia nafasi ya juu ya kuwa kerubi mwenye kufunika kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Ndani ya kiti hiki cha enzi kuna sheria takatifu 10 za Mungu, nakala isiyobadilika ya tabia yake, kanuni ya milele ya maisha ya maadili kwa ulimwengu wote. Lucifer, kama viumbe vyote vya Mungu, alipewa hiari huru. Badala ya kutumia hiari hii ya uhuru kumtukuza na kumheshimu Mungu, Lucifer aliamua kusimama dhidi ya Mungu na kuruhusu moyo wake kujaa kiburi. Alitamani kiti chake Mungu mwenyewe. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Lucifer alikuwa wa kwanza kutenda uovu au dhambi, ambayo Biblia inamaanisha kama kuvunja sheria ya Mungu. Aliivunja sheria ya amri 10 ya Mungu ambayo alikuwa amepewa jukumu la kuilinda na kuipandisha hadhi mbinguni. Kwa kukataa kurudisha uaminifu wake kwa Mungu, Lucifer hatimaye alifukuzwa kutoka mbinguni pamoja na wale waliomuunga mkono, theluthi ya malaika wa mbinguni. Kwa nini Mungu hakumharibu Lucifer wakati huo huo? Ikiwa angefanya hivyo, basi ulimwengu ungemtii Mungu kwa hofu badala ya upendo. Bado kungekuwa na shaka juu ya tabia ya Mungu na sheria yake. Mungu anaruhusu dhambi iendelee kwa njia yake ili kila binadamu aweze kuona matokeo ya dhambi na kuamua kwa hiari yake mwenyewe ni bwana yupi watakayemtumikia. Sasa vita kati ya mema na mabaya vinaendelea, na sayari hii ndiyo uwanja wa mapambano. Lucifer, sasa anayejulikana kama Shetani, anazunguka dunia hii akitafuta kujaribu wanadamu, taji la uumbaji wa Mungu, ili waache kumtii Muumba wao na sheria yake takatifu. Biblia inatuonya, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akimtafuta mtu ammeze. Shetani akiwa kama nyoka aliwavuta Adam na Hawa, wazazi wetu wa kwanza, katika dhambi na kuleta kifo, maumivu na huzuni katika ulimwengu huu. Yesu Kristo, shujaa wa binadamu, alikuja duniani kutoa adhabu ya kifo kwa dhambi zetu na kuvunjwa kwa sheria takatifu ya Mungu. Yesu aliishi maisha makamilifu na kushika amri za Baba yake. Hata hivyo, alikufa kwa ajili yetu ili sisi tuweze kuishi. Kifo chake cha kujitolea msalabani kilithibitisha mambo makuu mawili kuhusu Mungu. Moja, kwamba Mungu ni mwenye haki. Sheria yake ya amri 10 ni ya milele na haiwezi kubadilishwa. Hata Yesu alilazimika kulipa adhabu kwa sababu ya kuvunjwa kwa sheria ya Mungu, kwani alichukua dhambi zetu juu yake mwenyewe. 2, kilithibitisha kwamba Mungu ni upendo. Alimtuma mwanaye mwenyewe kufa ili tuweze kuishi. Katika historia yote, Shetani amefanya kazi kupitia mataifa na taasisi mbalimbali kujaribu kuwavuta na kuwadanganya na kuangamiza watu wa Mungu, ikiwa ni pamoja na Misri ya kale na mafundisho ya kiroho kwamba roho inaishi baada ya kifo, na Babeli na mazoea yake ya kipagani na uchawi, na dola ya Kirumi yenye ukatili ambayo ilijaribu kumwangamiza Yesu akiwa mtoto. Na kama tulivyoona katika video ya awali, Shetani hata kuwa na ujasiri wa kuingia katika kanisa lenyewe, akilitumia kanisa Katoliki la Kirumi kama muunganiko wa kanisa na serikali kutesa na kudanganya watu wa Mungu. Lakini katika kipindi cha historia, Mungu daima amekuwa na watu wake wanaosimama upande wake, hata katikati ya mashambulizi makali zaidi. Hii migogoro mikubwa kati ya Kristo na Shetani imeendelea kwa karne na inaendelea hadi leo hii. Iwe tunatambua au la, kila mmoja wetu amehusishwa katika vita kwa ajili ya nafsi yetu wenyewe. Tunapaswa kufanya uamuzi
au chaguo kuhusu ni bwana yupi tutakayemtumikia, Kristo au Shetani. Katika historia yote, utii kwa Mungu daima umedhihirishwa kwa jambo moja. Na katika hili tunajua kuwa tunamjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Matendo yetu, maamuzi yetu yanafunua kwa Mungu na kwa ulimwengu ni nani anayetumiliki. Hivyo alama ya mnyama, jaribio la mwisho kwa binadamu, litakuwa suala la ibada, suala la utii. Tunamtumikia nani? Kabla hatujafunua alama hii mashuhuri, lazima tutambue na mnyama mwenyewe pia anayejulikana kama mpinga Kristo. Kuna nguvu moja tu katika historia ya binadamu ambayo inalingana kikamilifu na kila maelezo ya Biblia ya mnyama: muunganiko wa Kanisa Katoliki la Kirumi na serikali, yaani upapa. Hii siyo mashambulizi kwa watu ndani ya Kanisa Katoliki, bali ni onyo dhidi ya mfumo wa ibada ya uongo. Haya siyo mafundisho mapya, lakini ilikubaliwa sana katika ukweli wa wazi na ulimwengu wa Kiprotestanti. Wana matengenezo wengi wa Kikristo na wachungaji kama vile Luther, Calvin, Wesley, Williams na Spurgeon na wengine wote walishikilia kwa nguvu mtazamo huu. Walakini kuna sifa nyingine ya mpinga Kristo ambayo lazima tujadili tunapojiandaa kufunua alama ya mnyama. Katika maelezo ya Daniel kuhusu mpinga Kristo, tunasoma kwamba ataazimu kubadili majira na sheria. Je, ni kweli kwamba upapa au mnyama wa Ufunuo 13 angeazimu kubadili nyakati na sheria za Mungu? Ndiyo, katika katekisimu rasmi za Kanisa Katoliki, Kanisa Katoliki limebadilisha amri 10 za Mungu. Wameondoa amri ya pili ambayo inakataza kuabudu sanamu, na wameigawa amri ya 10 katika sehemu mbili ili kuwa na amri 10 jumla. Lakini ni nini wakati unaotajwa katika Daniel 7:25? Je, upapa uliazimu kubadili nyakati za Mungu kwa njia yoyote? Ndiyo, walifanya hivyo. Tena katika katekisimu zao rasmi, Kanisa Katoliki limepunguza amri ya 4 inayojadili Sabato, amri pekee inayoshughulika na wakati, kutoka maneno 94 tu hadi maneno 8. Zaidi ya hayo, wamejielezea wazi na kwa kumkufuru Mungu na sheria yake na kudai kwamba kubadili siku ya Sabato kutoka siku ya 7 kama Biblia inavyoamuru kuwa siku ya kwanza ya wiki inayojulikana pia kama Jumapili. Tafadhali usichukue neno langu kwa hii rafiki. Katika maandishi yao rasmi, Katekisimu ya mapokeo ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, upapa unasema: swali, Sabato ni siku ipi? Jibu, Jumamosi ni siku ya Sabato. Swali, kwa nini tunafuata Jumapili badala ya Jumamosi? Jibu, tunafuata Jumapili badala ya Jumamosi kwa sababu Kanisa Katoliki katika Baraza la Laodikia lilihamisha utukufu kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Kanisa Katoliki hata linadai kwa ujasiri kuwa na uwezo wa kubadili sheria takatifu ya Mungu. Kama asingekuwa na nguvu kama hizo, asingeweza kufanya jambo ambalo wote wenye dini za kisasa wanakubaliana naye. Asingeweza kubadilisha kushika Jumapili siku ya kwanza ya wiki badala ya kushika Jumamosi siku ya 7 ya wiki, mabadiliko ambayo hakuna mamlaka ya kimaandiko. Je, mtu yoyote au taasisi ina uwezo wa kubadilisha sheria ya Mungu? Hakika la. Biblia inasema, msiliongeze neno niwaamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamuruzo. Mafundisho ya uongo yameingia katika kanisa la Kikristo ambayo yanasema kwamba kutii amri za Mungu siyo tena muhimu. Rafiki, huu ni udanganyifu hatari ambao hauungwi mkono na Biblia. Kinyume chake, Mungu anatuambia, heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mji kwa malango yake. Na tumeona tayari kwamba kutii sheria za Mungu ni ishara kwamba tunamilikiwa na yeye. Kwa hivyo ina maana kwamba mpinga Kristo anajaribu kubadilisha sheria za Mungu ili kuwadanganya watu kwa kutotii na kutengwa na Mungu. Kwa kweli, muhuri wa Mungu unahusu kutii na kushika sheria za Mungu. Ufungue huo ushuhuda, ukautii muhuri, sheria kati ya wanafunzi wangu.
Kabla hatujafunua alama ya mnyama, tutatambua sasa muhuri wa Mungu, ambao alama ya mnyama ni nakala feki. Ikiwa utamuuliza mhasibu yoyote, njia bora ya kugundua noti bandia ni kuanza kujifunza noti halali. Zamani, wakati kiongozi alipotuma amri, muhuri wake ulioidhinishwa ulikuwa na mambo matatu: jina, cheo na eneo. Muhuri rasmi unayo mambo haya matatu. Basi, je, vipi kuhusu muhuri wa Mungu? Tumeelewa kwamba unahusisha utii wa amri za Mungu. Je, kuna amri zozote zina mambo haya matatu ya muhuri rasmi? Ndiyo, kuna moja. Fikiria amri ya 4. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Hili ni jina la Mungu. Siku hii usifanye kazi yoyote, maana kwa siku 6 Bwana alifanya. Inaonyesha cheo cha Mungu, muumbaji mbingu na nchi na bahari. Hii ni sehemu ya kiutawala wa Mungu na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya 7. Hivyo tunaweza kuona kuwa Sabato ndiyo amri pekee ya Mungu inayojumuisha vipengele vyote vitatu vya muhuri rasmi: jina la Mungu, cheo na eneo lake. Kuhusu Sabato ya Mungu, Biblia inafafanua tena, naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Biblia inafafanua kuwa maneno kama vile muhuri, alama na ishara yanaweza kutumika kwa mbadala au kwa kubadilishana. Siku za mwisho Shetani atakuwa na alama yake, lakini Sabato ni ishara au alama ya watu wake waaminifu wa Mungu ambao watapewa ulinzi na kupokea uzima wa milele. Basi sasa hebu tuangalie kile tulichojifunza. 1. Alama ya mnyama itatoka kwa nguvu ya mnyama ambayo tumeitambua kuwa upapa. 2. Alama ya mnyama itakuwa imejikita katika ibada, hasa utii kwa sheria za Mungu. Sababu nyingine tunaweza kuwa na uhakika ni hili, ni kwa sababu aya 1 baada ya onyo la alama ya mnyama katika Ufunuo 14 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndiyo, kinyume na wale wanaoabudu mnyama na kuchukua alama yake, kuna wale wanaoendelea kuwa waaminifu kwa Yesu na kushika amri zake. 3. Alama ya mnyama itakuwa badala au nakala feki ya muhuri wa Mungu ambao tumejifunza ni Sabato. Sasa ni wakati rafiki, hatua ambayo tumekuwa tukisubiri. Ni nini alama ya mnyama? Hebu tuiache nguvu ya mnyama yenyewe au upapa ujibu swala hili. Kanisa liko juu ya Biblia na uhamisho huu wa kushika Sabato kutoka Jumamosi hadi Jumapili ni ushahidi wa wazi wa ukweli huo. Kuhusu juu ya mabadiliko haya ya Sabato, hata upapa unakiri wazi. Kitendo hiki ni ishara ya mamlaka na nguvu zake za kikanisa katika masuala ya kidini. Utakatifu wa Jumapili ni alama ya mnyama. Mabadiliko yanayodaiwa ya Sabato ni ishara au alama ya madai ya nguvu na mamlaka ya mnyama. Sasa tuwe wazi, Wakristo wengi wanaomcha Mungu wanaabudu Jumapili au wanadhani kuwa ni siku takatifu. Hatuhukumu mioyo ya mtu yoyote. Mungu anatuwajibisha tu kwa kile tunachokijua au tulipata fursa ya kujua. Lakini Mungu anapofunua ukweli kwetu, sisi tuna wajibu wa kufuata na itakuwa baraka kwetu. Pia ni muhimu kutambua kwamba hakuna mtu mwenye alama ya mnyama sasa. Tutajifunza ni wakati gani jambo hili litakapotokea hapo punde. Rafiki zangu, siku moja tu katika wiki ndiyo siku takatifu, na siku hiyo ni Sabato ya siku ya 7 ambayo inaanza jioni Ijumaa na kumalizika jioni Jumamosi. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7 na kuitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Tambua kwamba Mungu alibariki siku ya Sabato, sio tu kwamba ni siku, na kwa upekee alibariki siku ambayo alimaliza kuumba ulimwengu huu. Ni Mungu pekee anayeweza kufanya siku kwa takatifu, na hatuna haki ya kuchagua siku nyingine. Kwa kubadilisha Jumamosi kwenda Jumapili,
upapa ulitengeneza muhuri feki kwa Sabato, muhuri wa Mungu. Kama ilivyotabiriwa katika Biblia, waliazimu kubadili nyakati na sheria. Na katika kufanya hivyo, walidai kuwa juu ya Biblia, hata juu ya Mungu mwenyewe. Lakini Mungu anasemaje kuhusu kufundisha imani za wanadamu badala ya Biblia? Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo, mtu anawezaje kupokea alama ya mnyama au muhuri wa Mungu? Kuhusu mnyama wa Ufunuo 13, yani papa, Biblia inasema, naye atawafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Na kukubali Jumapili kuwa utakatifu ili kuepuka mateso. Kundi hili halijidanganywa kuamini Sabato bandia, lakini matendo yao yataonyesha utii kwa mamlaka ya mnyama. Kwa hivyo, tunao uhakika kuwa alama ya mnyama si alama ya kimwili. Kumbuka, mpango wa wokovu na mgogoro mkubwa kati ya mema na maovu daima umekuwa ukitegemea hiari yetu. Uamuzi wetu wa kukubali au kukataa Mungu na mahitaji yake. Na pambano kubwa kabisa kati ya mema na maovu itategemea kanuni hii: uhuru wa uchaguzi. Kudai vinginevyo sio kibiblia au hata kuwa busara. Fikiria, ikiwa alama ya mnyama itakuwa ishara ya kimwili kama vile tatuu au kitu kingine kama hiko, basi Wakristo wa kweli ambao wamefanya uamuzi wa kumfuata Mungu na hata kufa katika imani yao wangeweza kudungwa dawa na kupewa alama ya mnyama wakiwa hawajitambui, bila hata kuchagua utii. Katika kitabu cha Ufunuo, swala kuu katika mapambano kati ya mema na maovu ni ibada na kufanya uamuzi wa kumfuata Kristo au Shetani. Alama ya mnyama itategemea uamuzi wetu. Lini watu watapokea alama ya mnyama? Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Aya hii inaonyesha kwamba kutakuwa na zuio la kiuchumi kwa wale wanaokataa alama hiyo. Kwa hivyo, alama hiyo haitakuwa suala la kidini tu, bali pia la kisiasa. Serikali itahitaji Jumapili iwekwe kuwa siku takatifu. Kwa kuwa alama ya mnyama haitakuwa alama ya kimwili, serikali itawezaje kutambua wale ambao hawawezi kununua au kuuza siku za mwisho? Biblia haifunui kabisa jinsi sheria hivyo zitakazotekelezwa, lakini inawezekana akaunti za benki za wale wanaokataa alama zitasimamishwa. Au inawezekana kama chip ndogo au kifaa kingine kinaweza kutumika kutambua wale wanaoweza kununua au kuuza siku za mwisho. Lakini kifaa hiki hakitakuwa alama ya mnyama. Tumekwisha kuona kutoka kwenye Biblia kwamba alama ni ishara ya maamuzi au matendo yetu. Alama itapokelewa wakati mamlaka ya kiraia itakapowalazimisha watu
hukubali Jumapili kuwa siku takatifu. Wakati watu wanatii amri hizi badala ya amri ya Mungu ya kuishika Sabato takatifu, ndipo watapokea alama ya mnyama. Sheria kama hiyo ya Jumapili inawezekana kweli kutokea. Ukweli ni kwamba tayari imeshawahi kutokea. Kwa sasa katika vitabu rasmi vya majimbo 28 nchini Marekani kuna vile vinavyoitwa sheria za bluu. Kulingana na mtandao wa worldpopulationreview.com, sheria za bluu ni sheria zilizopangwa kuzuia shughuli fulani siku za Jumapili au siku nyingine maalum kwa sababu za kidini, ili kuheshimu siku ya ibada au mapumziko. Sheria za bluu pia zinaweza kupiga marufuku ununuzi au uuzaji wa vitu maalum siku za Jumapili. Katika karne ya 18 na 19, watu mara nyingi walikamatwa, kutozwa faini na mara nyingine hata kutumikia kifungo kwa kufanya biashara siku ya Jumapili. Iliaminika kuwa raia hawa walikuwa wanavunja Sabato. Kadiri utamaduni wa kidunia unavyokuwa katika miaka ya karibuni, sheria hizi za Jumapili za bluu zimefutwa, ingawa bado zipo katika majimbo mbalimbali. Mara nyingine inaweza kuwa uuzwaji wa pombe unapigwa marufuku siku ya Jumapili. Sheria hizi za bluu mara nyingi zimekuwa zikilindwa kwa sababu zinaonekana kuwa na faida za kidini na kiserikali. Kwa hivyo, tatizo ni nini kwa sheria hizi za Jumapili? Kwanza kabisa, Biblia inafundisha kwamba siku ya 7 ya wiki ni takatifu, Sabato, na siyo siku ya kwanza ya wiki, Jumapili. 2. Sheria hizi za Jumapili ni mchanganyiko hatari wa dini na serikali. Katika historia, wakati mambo ya kidini yamepitishwa na serikali, mara zote imeongoza kwa mauaji makubwa ya watu wa Mungu. Serikali ya Mungu inategemea uhuru wa uchaguzi, sio nguvu au shinikizo. Hapa ndipo Marekani ilianzishwa kwa kanuni za uhuru wa raia na uhuru wa kidini, na kifungu cha kwanza kinalinda haki yetu ya kuabudu Mungu kama tunavyochagua. Sheria hizi za Jumapili sio tu zinakiuka katiba yetu, lakini ni kama ishara ya mambo yatakavyokuja kulingana na unabii wa Biblia. Wakati kanisa na serikali zinaungana kutekeleza ibada ya Jumapili, hii itakuwa mfano kwa mnyama, kwa sababu huu ni mfano au taswira ya jinsi upapa, mnyama, ulivyotumia nguvu za kisiasa na vurugu kulazimisha mafundisho yao zama zilizopita. Kutakuwa na amri ya kifo dhidi ya watu wa Mungu ambao wanakataa kukubali alama ya mnyama, siku bandia ya ibada, ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Hadi tunavyoongea, harakati za kuifanya Jumapili kuwa takatifu zinaongezeka umaarufu ulimwenguni kote. Katika barua yake hivi karibuni, Laudato Si, kuhusu uangalifu wa nyumba yetu, Papa anashirikisha ulimwengu katika mjadala kuhusu jinsi tunavyoshughulikia sayari yetu na tunaweza kufanya nini kuboresha. Kwa kushangaza, Papa anatumia barua hii kukuza siku ya ibada, sio Sabato ya Biblia, bali siku ya kwanza ya wiki, Jumapili. Papa anasema kuwa Jumapili inalenga kuwa siku inayoponya uhusiano wetu na Mungu na nafsi zetu na wengine na ulimwengu. Wanafunzi wa Biblia wataona hii kama hatua nyingine katika utimilifu wa unabii wa Biblia. Mabadiliko ya hali ya hewa, kupungua kwa maadili au kuporomoka kwa uchumi, vyote vinaweza kutumika kama sababu ya kutekeleza ibada ya Jumapili. Zaidi ya hayo, viongozi wa makanisa ya Kiprotestanti ambayo hapo awali yalipinga kwa nguvu mafundisho ya uongo ya Kanisa Katoliki, sasa wananyoosha mikono yao kuungana na Rumi. Tafakari maneno ya Askofu Tony Palmer ambaye anazungumza mbele ya umati mkubwa wa Wakristo wa Kiinjilisti ambao kwa nje ni wa Kiprotestanti. Ikiwa hakuna tena kupinga, kunawezekanaje kuwa na kanisa la Kiprotestanti? Upinzani umekwisha, kupinga kumekwisha. Papa pia alitamka hamu yake ya umoja kwa njia ya simu kwenye tukio hilo hilo. Kiongozi wa Kiinjilisti Kenneth Copeland alimwalika Palmer kwenye tukio hilo. Anaunga mkono juhudi za Papa za umoja kati ya Wakatoliki na Waprotestanti. Na kwa kuwa hatujui jinsi ya kumwomba kama tunavyopaswa kukubaliana naye, yeye katika shauku yake na moyo wake kwa umoja wa mwili wa Kristo, tunakusanyika katika umoja wa imani yetu. Haleluya! Harakati hizi za kuunda dini moja ni utimilifu wa unabii tu ambao unazungumza juu ya ulimwengu kumfuata mnyama huyu mwenye upinzani, Papa. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Umoja wa Kanisa Katoliki na serikali
moja ya nguvu zenye ushawishi mkubwa duniani, uko katikati ya harakati hii ya kiekumeni ambayo itaunda dini moja duniani katika siku za mwisho. Ili makanisa ya dunia yaungane, lazima kuwe na upotoshaji katika mafundisho, na ibada ya Jumapili, ishara ya mamlaka ya Papa, itakuwa msingi wa umoja huo. Umoja ni jambo jema, lakini kamwe si kwa gharama ya ukweli. Katika muda mfupi ujao tutagundua jukumu la Marekani katika unabii wa Biblia linavyohusishwa na alama ya mnyama. Najua mafundisho haya ya Biblia yanaweza kuwa mapya kwa baadhi yenu. Ilikuwa hivyo kwangu pia. Lakini marafiki, na wasihi leo, fuateni Biblia. Kumbukeni, ikiwa iko katika Biblia naitaka. Kama haiko katika Biblia siwezi kuitaka.